kupitia baadhi ya vyombo vyenu vya habari, juzi na jana alinukuliwa kamanda wa polisi kanda maalumu Dar es Salaam Jumanne Muliro akisema mambo kadhaa kuhusiana na matukio ya kukamatwa, kupigwa, kuteswa kwa viongozi na wanachama wa Chadema yaliyotokea tarehe 24 mwezi Aprili mwaka huu wa 2025. Pamoja na mambo mengine, Kamanda Muliro amenukuliwa akisema kwamba katika siku hiyo ya tarehe 24 jeshi la polisi liliwakamata viongozi wawili wa Chadema pekee, na akamtaja makamu mwenyekiti bara Mheshimiwa John Heche, na akanitaja na mimi katibu mkuu John Mnyika. Lakini pili, Kamanda Jumanne Muliro akasema hakuna viongozi wengine na wanachama waliokamatwa siku hiyo, na akasema kwamba hakuna waliopigwa na jeshi la polisi katika matukio hayo ya tarehe 24. Tumewaita pamoja na mambo mengine kuwaeleza kwamba kamanda wa polisi kanda maalumu Dar es Salaam Jumanne Muliro ametoa taarifa za uongo juu ya yale yaliyotokea tarehe 24 mwezi Aprili mwaka 2025. Kwanza, kwa kamanda wa polisi Muliro kudai kuwa walikamatwa viongozi wawili peke yake, taarifa yake inakinzana hata na taarifa ambayo jeshi la polisi lilitoa tarehe 24 mwezi Aprili mwaka 2025. Taarifa ya jeshi la polisi ya tarehe 24 mwezi Aprili mwaka 2025 ilisema katika matukio ya tarehe 25, pamoja na kuwa na taarifa yenyewe nayo ilikuwa ya uongo, lakini taarifa hiyo ya tarehe 24 ilisema jumla ya viongozi na wanachama 5 wa Chadema walikamatwa. Na taarifa hiyo ya tarehe 24 mwezi Aprili ya jeshi la polisi ilitaja watu 5. Ilitutaja mimi na Mheshimiwa Heche, lakini iliwataja vile vile Chacha Heche Suguta, Swezi Dani na Rudufu na James Mseti. Kwa hiyo taarifa ya jeshi la polisi lenyewe tu inakinzana na taarifa ambayo Kamanda Muliro ameisema. Lakini uongo wa Kamanda Muliro ni mkubwa zaidi, kwa sababu viongozi na wanachama waliokamatwa na kupigwa tarehe 24 mwezi Aprili katika mkutano nanyi na waandishi wa habari tuliwaeleza kuwa jumla walikuwa ni 22. Lakini baadaye tukapata taarifa za ziada mpaka ninavyozungumza na nyinyi mpaka hivi sasa ni kwamba jumla ya wanachama na viongozi waliokamatwa na kupigwa siku ya tarehe 24 mwezi Aprili mwaka huu wa 2025 ni jumla ya watu, wanachama na viongozi na waandishi wa habari, jumla watu 25. Kwa kitendo cha Kamanda Muliro kusema kuwa matukio yale yamehusisha watu wawili tu peke yake, nasisitiza kwamba Kamanda Muliro ametoa taarifa za uongo, na leo kupitia mkutano nanyi waandishi wa habari tutawaonyesha vile vile ushahidi wa video wa baadhi wa sehemu ya watu waliokamatwa, waliopigwa, na nasema ni sehemu tu kwa sababu huu ni ushahidi wa video uliopatikana katika njia ngumu, kwa kuwa nyinyi mnafahamu wanahabari mlizuiwa
kufanya shughuli zenu halali za kikazi mbele ya kituo, mbele ya mahakama ya Kisutu, ndani ya mahakama ya Kisutu na maeneo jirani ya mahakama ya Kisutu. Kwa ushahidi huu utakaoonyesha ni sehemu tu, kama nyinyi mngekuwa na uhuru wa kurekodi, manake kungekuwa na ushahidi wa ziada kwa majina yote ambayo utarejea tena kuyatamka siku ya leo. Na huu ni sehemu tu ya ushahidi, kwa sababu katika tukio mojawapo ambao nitalieleza baadaye baada ya kumaliza kuonyesha ushahidi huu wa awali, katika tukio mojawapo jeshi la polisi lilikwenda mbele zaidi, sio tu kuwazuia waandishi wa habari, bali viongozi wetu waliokamatwa na kupigwa katika kundi ambalo lilikwenda kutupwa kwenye pori la Ununio, kundi ambalo alikuwepo makamu mwenyekiti Zanzibar Mheshimiwa Saidi Mzee, naibu katibu mkuu Zanzibar Mheshimiwa Ali Juma, mkurugenzi wetu wa fedha na uchumi Tito Kitalika, na viongozi na wanachama wengine. Katika kundi hili sio tu walipigwa na kuvunjwa, bali polisi waliwalazimisha kutoa password, kwa maana ya nywila, nenosiri za kila simu ya kila mmoja, na kufuta kila kilichokuwepo kwenye simu zao kama sehemu ya mkakati wa kuficha ushahidi. Kwa hapa tutaonyesha kwa muktasari baadhi ya matukio ya msingi yenye kuthibitisha kwamba jeshi la polisi lilikamata viongozi na wanachama wa Chadema. Jeshi la polisi lilihusika kupiga viongozi na wanachama wa Chadema. Jeshi la polisi lilihusika kufanya uharamia wa kudhalilisha utu wa viongozi na wanachama wa Chadema. Na baada ya kuwaonyesha baadhi ya matukio haya, taeleza hatua za ziada sasa ambazo chama tutachukua. Kwa katika hatua hii niwapitishe katika baadhi ya ushahidi. Na wako wote hapa. Endelea. Wakionekana baadhi ya makada wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema hapo wamevaa sare zao hizo ambazo wamezivaa, lakini kama ambavyo pia unaweza ukaona mambo ya Kusaga TV ambazo umepata nafasi ya kuona. Okay, hiyo ni channel nyingine nayo Kusaga. Sasa naomba rudisha nyuma kidogo tuone tukio la kufikia hapa katika mahakama hii ya Kisutu, ambapo kama ambavyo umepata nafasi ya kuona wapo ambao wamewekwa nguvuni. Naomba pause hapo. Wakati hao wanaondolewa, kuna tukio lingine muhimu sana kama nilipodokeza awali. Wakati Eliza anapigwa chini, Noeli ambaye alisimulia kwa kirefu alipokwenda kumsaidia na baadaye akapigwa rungu la kichwa, kuna picha inayosambaa inamuonyesha Noeli akivuja damu amekaa kwenye kiti baada ya kupigwa rungu, na yuko eneo la kituo cha polisi. Na ndio Noeli huyo Noeli Joakim Hema ambaye polisi walimsakizia mbwa akamng'ata, kwa amevunjwa mguu, amepigwa rungu kichwani, ameng'atishwa na mbwa maeneo mbalimbali ya mwili. Sasa ukiachia hiyo video, naomba uachie. Unamuona Noeli huyo hapa. Amelala chini baada ya kuwa amepigwa rungu kichwani, ameshang'atwa na mbwa, yuko hapo chini. Polisi wamemwacha kwa muda. Wakati huo kuna watu wetu wanashinikiza kwamba wako pembeni, wanasema apelekwe hospitali na kadhalika. Naomba uachie. Huyu ndio Noeli. Huyu naye kwenye taarifa ya jeshi la polisi hajatajwa kabisa, pamoja na kupigwa rungu, kung'atwa na mbwa wa polisi na kadhalika. Naomba uachie tu. Noeli bado yuko hapo chini. Huyu ndio aliyepigwa rungu kichwani, alivunjwa mguu, ang'atwa na mbwa wa polisi. Polisi wamemwacha tu hapo. Huyu baada ya kupigwa alizimia. Naomba weke pause. Sasa baada ya
vuta ni kuvute na intervention ikiwemo ya wakili Matata kuhusu kupelekwa hospitali na kadhalika, Noel Hema akaingizwa kwenye gari hii ya polisi. Ushahidi mwingine kuwa alichukuliwa na polisi. Na kiongozi wetu wa wazee kanda ya Pwani anaonekana hapa. Aule yupo hapa juu. Yeye alisema haiwezekani mtu yuko kwenye hali ya namna hii abebwe na polisi bila kuwepo mtu mwingine. Kwa yeye kimsingi alijitolea kuingia kwenye gari la polisi wakati Noel anabebwa na polisi kupelekwa hospitali. Na polisi wakambeba, wakampeleka hospitali ya Mnazi Mmoja, wakambwaga pale, wakaondoka. Kwa jukumu la kumhudumia na majukumu mengine yakafanya na viongozi wetu waliokwenda, lakini polisi ambao ndo walimkamata, ndio walimpiga, walituma mbwa wamng'ate, piga rungu kichwani, vunja mguu, hawakufanya chochote. Na hata kwenye taarifa za polisi halikuingizwa jina lake. Na Jumanne Mulilo anatoa taarifa ya uongo kwamba hakuna mtu aliyepigwa, hakuna mtu aliyeumizwa, na ushahidi huko wa mtu ameanguka, ushahidi mtu ameingizwa kwenye gari la polisi na amepelekwa hospitali. Naomba uachie. Huyo hapo. Noel amebebwa. Noel Joachim Hema anapelekwa hospitali hapa ya Mnazi Mmoja. Ndio Noel anapelekwa. Naanza kuona kichwa chake hapa. Hili ni tukio, naomba weka pause. Hili ni tukio la Heche kukamatwa. Makamu mwenyekiti bara, Mheshimiwa Heche yuko hapa chini baada ya kusukumwa na jeshi la polisi. Jeshi la polisi ambao linasema kwamba viongozi hawakupigwa, hawakuwa harassed, kila kitu kilikuwa sawa tu katika ukamato kwao, na wanasema ni yeye peke yake, Heche na mimi tu ndio peke yake tulikamatwa, kitu ambacho ni cha uongo kabisa. Naomba weka pause. Hiki ni chombo cha habari kimeripoti habari akamatwa nje ya viunga vya mahakama. Huyu mtu hapa, sura yake hapa haionekani, ni mwanachama wa Chadema, lakini utakuja kumuona baadaye katika kundi la viongozi na wanachama waliopigwa na kutupwa kwenye pori la Pande Bagamoyo. Utakuja kuona hii nguo aliyoivaa kama ushahidi wa kwamba hapa alikamatwa na polisi, na baadaye unakuja kuona tukio sasa akiwa kwenye msitu wa Pande Bagamoyo. Unaweza kuachia. Uko ndani ya gari ya polisi, amekamatwa. Polisi wanaondoka naye. Baadaye anakusanywa yeye na wengine. Sasa unaweza kuachia. Hii ni video ya simulizi la mwandishi wa habari Grace Kayuni juu ya watu ambao waliomkuta. Kamatwa pia waliopata madhila haya. Tuna mwandishi mwenzetu anayefahamika kwa jina la Grace, naye asubuhi alipata bilinge za hapa na pale, alikamatwa na jeshi la polisi wakiwa wanachama wengine wa Chadema. Grace, pole sana. Asante, nashukuru. Yaani kwanza nimekuona pole hivi. Yaani acha tu, sasa sina akili kabisa. Kabla hatujazungumza sana, tupitishe kidogo nini ambacho kimekupata asubuhi mpaka walikukamata na watu wengine. Na kitendo cha kuwaona Pambalu na Mwaipaya kwenye gari la polisi ni ushahidi wa kwamba walichukuliwa na jeshi la polisi. Atakuja Pambalu atasimulia walipochukuliwa walipelekwa wapi, lakini mwisho wa siku walizungushwa, walifanywa yote waliofanywa na wakaenda kutupwa kwenye pori la Bagamoyo. Hapa ndio wako kwenye pori la Pande Bagamoyo. Unaweza kuachia kionyesha damu hizo, wamepigwa, wameumizwa. Niseme hatua kadhaa ambazo tunataka zichukuliwe. Mosi, Kamanda wa polisi Jumanne Mulilo, kanda maalumu Dar es Salaam, kwa kuongoza zoezi hilo na kwa kusema uongo hadharani, mamlaka yake ya uteuzi na nidhamu imchukulie hatua ya kumuondoa kwenye nafasi yake ya ukamanda wa polisi wa kanda maalum Dar es Salaam. Pili, kwa kuwa jeshi la polisi kanda maalum Dar es Salaam limekwisha sema uongo hadharani, uongo mara kadhaa,
uongo kwa taarifa yao ya tarehe 24 mwezi Aprili, na uongo kwa taarifa iliyotolewa na Jumanne Muliro juzi na jana. Tunamtaka mkuu wa Jeshi la Polisi Tanzania, IGP, kama haya matendo hayana baraka zake, ajitokeze yeye mwenyewe, mkuu wa Jeshi la Polisi, atoe taarifa kwa umma juu ya matukio ya kupigwa, kuteswa, kuumizwa kwa wanachama na viongozi wa Chadema, akitaja idadi halisi na sababu ya hali hizo na kuwajibika kutokana na hayo. 3, kwa sababu Jumanne Muliro amehusika yeye binafsi pamoja na askari wengine ambao wamehusika chini yake katika zoezi hili, chama tumekwisha waelekeza mawakili wa chama wachukue hatua za kisheria juu ya Jumanne Muliro yeye binafsi kama kiongozi ambaye aliongoza zoezi hili na ameendelea kutoa taarifa za uongo. 4, chama vile vile tumekwisha elekeza na kuwaomba mawakili wa chama kuweza kufungua mashauri katika vyombo mbalimbali vya kimataifa vya haki za binadamu vya Afrika na vya dunia kutokana na matukio yaliyotokea tarehe 24 mwezi Aprili, na katika wakati mwafaka tutawataarifu juu ya hatua hizo zitakapokuwa zimefikia. 5, natoa mwito vile vile kwa Rais Samia Suluhu Hassan akiwa ni amiri jeshi mkuu wa vyombo vya ulinzi na usalama kuchukua hatua vile vile kwa upande wake. Tunafahamu huko nyuma yamewahi kujitokeza matukio yaliyohusisha polisi kusema uongo baada ya kuvunja sheria, na marais au rais waliokuwepo wakati huo walichukua hatua. Mtakumbuka kulikuwa na tukio la kuuawa kwa wafanyabiashara wa madini ambao polisi ilisema taarifa ya uongo kabisa kwamba walikuwa ni majambazi. Iliundwa tume ya Jaji Kipenka, ukweli ukajulikana na hatua zikachukuliwa kwa baadhi ya wahusika. Takumbuka vile vile katika tukio la kuuawa kwa mwanahabari mwenzenu Daudi Mwangosi, baada ya tukio lile polisi wakiongozwa na kamanda wa polisi alikuwa anaitwa Michael Kamhanda walitoa taarifa za uongo. Hatimaye vikaundwa vyombo mbalimbali na hatua mbalimbali zikachukuliwa, pamoja na kuwa hazikujitosheleza, lakini hatua zilichukuliwa. Tunamtaka vile vile Rais Samia na tunatoa mwito kwake kwa ukubwa wa matukio haya ya watu kupigwa kwa wingi, watu 25 kupigwa, sehemu kubwa ikiwa wamevunjwa miguu na mikono. Sio tukio dogo kwa amiri jeshi mkuu kuliacha likapita, huku jeshi la polisi likiwa linatoa taarifa za uongo baada ya kuvunja katiba, kuvunja sheria, kuvunja hata kanuni za jeshi la polisi kwa maana ya Police General Order. Natoa mwito vile vile kwa chombo chetu cha ndani, kwa sababu Tanzania tunacho chombo kiondoa vyombo vya haki vya nje ya nchi. Tanzania tunacho chombo kilichoundwa kwa mujibu wa katiba, Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora. Tunatoa mwito wa wazi kwa tume ipitie matukio yote ya tarehe 24, masimulizi yote yaliyosimuliwa tarehe 25, masimulizi tuliyosimulia leo, ushahidi wa picha, ushahidi wa video, na tume na yenyewe ya haki za binadamu na utawala bora ichukue hatua kwa upande wake.